Assalamu alaikum ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi leo kwa mara nyingine nimerudi tena kwa somo jingine jipya ili niwape tiba ambazo kwamba ni muhimu sana ndugu zangu popote mlipo. Basi ningependa kama ndio mwanzo katika channel hii ya Jibambe TV Kenya na kuomba ujiunge nami ili upate faida za miti. Kama wewe ni mtu ambaye kwamba unafuatilia mambo ya miti, basi na kuomba kwanza usubscribe katika channel hiyo ya Jibambe TV Kenya na utakuwa umejiunga na channel hiyo ya Jibambe TV Kenya. Na kuomba ndugu mtazamaji popote ulipo, basi kuwa karibu nami ujifunze dawa za miti ile ambayo kwamba unaiona lakini haujui faida zake. Basi mimi leo nitakupa faida za miti ambayo kwamba unaiona lakini haujui faida ya miti kama hiyo. Basi moja kwa moja katika somo letu la leo, kuna mti hapa mbele yenu. Kuna mti ambao nimeweka hapo mbele ya skrini yenu. Huu mti kiukweli uko na majina mengi, lakini nitawatajia kwa jina lile ambalo kwamba nalijua mimi. Basi mti huu tunauita mti wa mtomoko kwa majina ya watu wa Kenya ya pwani ama Mombasa, Kenya. Mti huu tunaojua kama mtomoko, na labda nchi zingine kama vile Tanzania wana jina lao pia wanauita mtopetope. Kama sijakosea, huu ni mti wa mtopetope kwa majina ya kule Tanzania. Basi mti huu wa mtomoko ni mti ambao kwamba una faida nyingi sana, kuanzia majani, mizizi. Ni mti wa maana sana. Basi na kuomba ndugu mtazamaji unanifuatilia katika channel hii ya Jibambe TV Kenya, moja kwa moja tuende katika somo letu. Tukija hapa mbele yenu, unaona hapa chini hivi katika hili shina, basi utakuja katika shina la mti huu wa mtopetope ama mtomoko. Utachimba mizizi hii ya mti huu wa mtomoko, utachimba mizizi ya kutosha. Basi utakuwa ukipata mizizi hii na tiba yake utakuwa unajitibia katika wale wakina baba ambao kwamba wanasumbuka sana. Wanasema wako na shida ya nguvu za kiume. Basi leo nataka nitatue mambo kama haya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi muwe ni wenye kupona, kwa sababu matatizo haya yamekuwa mengi kulingana na maisha na vyakula tunavyokula. Basi tunapata changamoto nyingi sana kutokana na maisha tunayoishi. Basi na kuomba ndugu mtazamaji ambaye kwamba unanifuatilia channel hii ya Jibambe TV Kenya, ningependa unisikilize kwa makini ili upate faida zinazotokana na miti kama hii. Mti huu wa mtopetope ama mti huu wa mtomoko tunavyoita sisi watu wa pwani ya Kenya, mtomoko uko na faida nyingi. Ikiwemo faida ninayoelezea hivi sasa ni kwamba upate mizizi yake hii. Kama wewe ni baba ama kijana, ama mwanamume, kama uko na shida ya matatizo ya nguvu za kiume na huelewi shida ni nini, labda huelewi ni mashetani ama huelewi ni vyakula ama ni nini, basi leo nakupa suluhu ambalo litakusaidia sana na utakuwa ni mwenye kunikumbuka siku zote. Ukishapata mti huu wa mtopetope na utachimba mizizi yake ya kutosha, ukishapata mizizi ya kutosha, utaenda utafute mti ambao unaitwa mkunazi. Nadhani mkunazi ni mti ambao kila mmoja anaujua. Hakuna mtu ambaye hajui mti wa mkunazi. Ukishapata mti wa mkunazi, utahakikisha pia umepata majani. Utakuwa ni mwenye kutafuta mizizi ya mti wa mkunazi. Mkunazi pia unakuwa na nguvu nyingi sana katika tiba
na unatibu mambo mengi, lakini leo nataka upate mizizi yake ya huo mti wa mkunazi, uchanganye na mizizi ya mti wa huu mtopetope. Mizizi ya mkunazi, na kuomba ndugu yangu, ukienda kuchuma, uchume mizizi mingi kiasi kushinda ya mtopetope. Yaani mizizi ya mkunazi iwe mingi. Alafu utarudi hadi nyumbani kwako, utaikatakata vipande kiasi za kuingia katika sufuria. Basi ukishakatakata, utaiosha vizuri dawa yako, na halafu utaanza kuchemsha dawa yako. Utachukua maji lita 2, utaweka kwa sufuria na utachemsha dawa yako hadi iive. Kama utakuwa unatumia jiko la makaa, unatumia gas, unatumia chochote kile ambacho unapikia, mradi dawa yako hakikishe imeiva vizuri. Basi utaiacha dawa hiyo vizuri, utaiweka, ikisha kuwa imechemka, imeiva kama nusu saa ama hata zaidi, inategemea na kile kitu ambacho unakitumia, kama ni jiko la makaa ama ni gasi ama ni stovu, inategemea. Basi utahakikisha ile dawa imechemka mpaka imeiva, mpaka imebadilika, kwa sababu itabadilika rangi. Katika sufuria utaona imebadilika rangi, na utatoa dawa yako, utaiweka chini, utaiacha ipoe. Utaiacha ipoe kabisa. Halafu utakuwa ni mwenye kutumia dawa kama hiyo ili ujaribu kujitibu matatizo ambayo kwamba yanakusumbua. Basi utakunywa kikombe asubuhi kabla haujala. Asubuhi utakunywa kikombe, mchana kikombe, na jioni kikombe. Nikiamanisha kikombe, sio utafute zile vikombe vikubwa. Unachukua tu kikombe ambacho ni cha size, na utakuwa unatumia dawa yako hiyo asubuhi kikombe ama glasi moja, mchana glasi moja, na jioni glasi moja. Utafanya zoezi hili ndani ya wiki moja. Kama kweli wewe una matatizo hayo ya nguvu za kiume, basi kiukweli utakuwa ni mwenye kusaidika na utaona mabadiliko makubwa kwa ndani ya wiki moja. Na kuomba ndugu mtazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya, kama wewe ni mgeni, basi na kuomba ufuatilie channel hii ya Jibambe TV Kenya, na utajifunza mambo mengi yanayotokana na miti ambayo kwamba unaijua lakini haujui faida yake. Unaiona lakini haujui faida yake. Basi mimi nitakuwa nakupa faida zinazotokana na miti kama hiyo. Na kuomba ndugu yangu, subscribe channel hii ya Jibambe TV Kenya ili upate faida zinazotokana na miti. Na waomba popote mlipo duniani, utakuwa unajitibia wewe mwenyewe hapo ulipo, kwa sababu tunajua hali za maisha zimekuwa ngumu. Watu wanagonjeka kila kuchao, lakini watu wanatapeliwa na kupewa madawa ambayo hayafanyi kazi. Basi mimi nakuomba kuwa makini na kile ninachokufundisha, na mara nyingi nasema kama haujui dawa ama haujui mti, basi usijaribu kwenda kuchuma mti ambayo haujui. Na kama unaelewa mti ambao nimekuelezea, basi tafadhali fanya hivyo na utumie, na utapona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sina mengi leo, tiba ilikuwa ni hiyo, na kuomba ndugu mtazamaji ambao unafuatilia, na utapona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu popote ulipo. Basi naomba tushirikiane na mzidi kusubscribe channel hii ya Jibambe TV Kenya, ili tuzidi kujua mambo mengi, kujua mambo yanayotokana na miti hii ya mitishamba. Nawapenda sana, karibuni katika channel hii ya Jibambe TV Kenya, na kuomba subscribe channel hii, tuzidi kusonga mbele na tutafundishana dawa nyingi, na dawa zipo tu nyingi. Karibuni sana na nawapenda nyote. Asanteni.